Inafanya jitihada kubwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia mchezo huu, vilabu vya soka na wadau wengine wote wakiwemo wapenzi wa mchezo huu kote duniani ili kufikia malengo ya jumla yanayoweza kufikiwa kupitia mchezo huu kama taifa. Mimi nimeanza kuwa naibu waziri wa wizara hii wakati ule ikiwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo mwezi Februari mwaka 2023. Wakati ule bajeti yetu iliyokuja miezi kadhaa baadaye ilikuwa bilioni 35. Sijui kama mnaelewa. Yaani hii hela ambayo Simba inaingiza leo kwa kipindi cha miaka mitano ilikuwa hela nyingi kuliko bajeti yetu ya wizara kwa wakati huo. Lakini katika kipindi cha miaka miwili hii bajeti yetu kwanza ilipanda ikawa bilioni 380 na kitu. Na sina lengo la kuireveal sasa hivi kwa sababu hatujaisoma bado, lakini niwahakikishie bajeti yetu mwaka huu inapanda kuliko ilivyokuwa bajeti yetu ya mwaka jana. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Hii inakuja kwa sababu serikali inatengeneza miundombinu ya michezo ambayo tunayo haja nayo sana kwenye nchi hii. Nazo nchi wakati huu ambapo tunakwenda kuandaa AFCON na CHAN zilikuwa zinasema kama hawako tayari kwa ajili ya kuandaa hiyo AFCON na CHAN mtupe sisi, kwa sababu wana miundombinu mingi ya michezo ambayo hata hawana matumizi nayo moja kwa moja. Ukienda nchi kama Egypt, ukienda nchi kama Morocco, ukienda nchi kama Tunisia, wako tayari kwa wakati wowote. Wakiambiwa mnaandaa AFCON mwezi ujao, watu hao wako tayari. Hiyo ni safari ambayo sisi kama nchi tunatakiwa kwenda nayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alitupa ridhaa, akatuelekeza na akatuunga mkono kwa kuelekeza fedha zitengwe na zije kwenye wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa sasa ili kuweza kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo. Kwa hivyo mimi siku zote nahitaji serikali kama mdau namba moja kwenye shughuli za michezo. Kabla ya taasisi, kabla ya mtu yeyote mwingine binafsi, serikali ndio ambayo inawekeza sana kwenye shughuli za michezo, hasa kwenye miundombinu ya michezo. Tunalo lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vizuri vinavyoweza kutumika kufanya shughuli za michezo kote nchini, na ili kwa moyo huu na ari ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatupa, naamini litaweza kufanikiwa. Sisi wasaidizi wake tumepanga kutomwangusha Mheshimiwa Rais. Kibinafsi kabisa mimi nafahamiana na viongozi wengi wa vilabu vikubwa. Watu wa mpira tunajuana. Japokuwa Murtaza anasema mimi ni mtu wa muziki, mimi yoyo, lakini yeye ndo mtu wa mpira. Lakini sio kweli. Mimi ni mtu wa mpira kama alivyo yeye. Na kwenye maeneo mengine na mzidi. Kuna mahali ananizidi na nakubali, lakini kuna mahali na mzidi kwenye baadhi ya mambo. Nalisema hili kwa sababu nafahamu uwezo mkubwa na vichwa vizuri walivyo navyo viongozi wengi wanaoongoza timu zetu na wanaoongoza mamlaka za mpira wa miguu Tanzania. Vichwa vyao naamini vina uwezo wa kufanya maamuzi makubwa yenye manufaa ya muda mrefu kwa vilabu hivi, mpira wa Tanzania na Tanzania yenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo kusema kweli napata ukakasi na huwa inanishangaza tunapofanya maamuzi ya, sio nitumie neno la mtaani, la kigoloko, kitoto na yasiyoingia akilini, na maamuzi haya yakawa ndio maamuzi yanayosimikwa na vilabu vyetu. Huwa inanishangaza sana. Moja ya mambo ambayo yamekuwa yananishangaza kwa muda mrefu na sijawahi kudecode kwamba tunakwama wapi, ni kwamba nafahamu vilabu hivi vimefikia mahali pa kuendesha shughuli zake kwa weledi wa hali ya juu, na kwa uwezo wa viongozi wetu vilabu hivi vinaweza kuendesha shughuli zake kama vilabu ambavyo sisi tunaviona kama vilabu vya mfano duniani kwa ukubwa wa viwango vyetu, na kila kitu kiwe chenye kuandikika kinaweza kupita kikakagulika na kuwekewa alama za namna kwa namna zinavyokubalika.
Sasa wiki 3 zilizopita mimi nimeenda kuzindua uwanja kule Singida. Uwanja wa klabu ya Singida Big Stars. Klabu ambayo ina miaka michache tu, wote tunafahamu. Singida Big Stars sio Simba, sio Yanga. Lakini kwa idadi ya watu mnaowafahamu, kwa mfano wapenzi wa Simba ambao wangekuwa tayari kuweka akili kuchangia hali ya kiuchumi na kuhakikisha nyenzo zote zilizoko katika mikono yao zinatumika ili kuhakikisha klabu ya Simba inakuwa na uwanja, inanishangaza kwamba klabu ya Simba haina uwanja mpaka leo. Kwa hivyo hili nililolisikia leo limenitia moyo sana. Na kwa kampuni ya Jairuti, ili kusema kweli nimesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo klabu ya Simba inatakiwa kulifanya. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Hata matatizo mengi yametokea hapa katikati, ni aibu kuona, sio haya ya juzi, ya kabla ya hapo, ya watu kuhama viwanja na kusimangana na vitu vya namna hiyo. Unaona haya yote yasingetokea kama klabu hizi kubwa zingekuwa na viwanja vyake. Hili ni jambo linatia simanzi. Naamini kama kweli mnaupenda mpira wa miguu, kama kweli mnaipenda klabu yetu, hili ni jambo ambalo sasa hivi linatakiwa litoke kwenye makaratasi na liende likawekwe pale kwa vitendo. Tuone matofali, tuone pichi zikitengenezwa, na klabu ya Simba iwe ina uwezo wa kucheza mechi zake angalau hizi za ligi kwenye uwanja wake. Ule uwanja wa KMC una watu 4,000, 4,000 nani? 8,000. Kwa hiyo tukiwa na kiwanja kina watu 10,000, 12,000, mechi zote zinaweza kuchezwa pale za ndani. Na hizi mechi sasa tunazoenda kucheza na Al Masry, Stellenbosch, uwanja wa serikali huko pale, na tutaweza kuutumia, hakuna mtu yoyote atakaye uzuia. Lakini tuupunguzie matumizi, na hata uwanja wetu kuharibika kila wakati ni kwa sababu shughuli zote tunataka kuzifanya hapo hapo. Kwa hivyo tukiweza kuupunguzia mzigo wa matumizi kwa sisi kutengeneza viwanja vya timu hizi zetu kubwa, angalau kuwa zinafanya shughuli zake za michezo kule, itafanya tuwe na miundombinu bora ya michezo ambayo tunaitunza kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hivyo nitumie fursa hii kufuatia hayo niliyoyasema hapa nyuma, kuipongeza klabu ya Simba kwa kuendesha mchakato huu wa zabuni kisomi na kisasa namna hii. Jinsi ambavyo Dr. Muba alikuwa anasema hapa, uwazi uliotembea mpaka mzabuni akapatikana, jinsi ambavyo haki ilitendeka na kuhakikisha ya kwamba tunapata mzabuni ambaye anakwenda kuleta manufaa kwa ajili ya klabu yetu na mpira wa nchi hii, ni jambo la kutia moyo sana. Na naamini yote ambayo mlikuwa mmeyakusudia katika utaratibu mzima na mpaka mnampata mkandarasi huyu, mzabuni huyu, naamini atakwenda kutimia, na yale ambayo yalikuwa mioyoni mwenu, ndoto ambazo zilikuwa vichwani vyenu, kwenye vichwa vyenu, mtaziona zikitekelezeka.